Basi ninawakaribisha kuifuata Radio APGC ITV USA FM. Huu ni mwezi wa 4, mwezi ambao Bwana ametupatia. Jinsi tunavomaliza mwezi wa 3 kuingia mwezi wa 4, naamini ya kwamba kuna vitu ambavyo vimeshift na Mungu atakubariki. Unaifuata Radio APGC ITV USA FM Lancaster, Pennsylvania. Unafuata Radio APGC USA Lancaster, Pennsylvania. Radio APGC, Radio Public APGC USA Lancaster, Pennsylvania. Na mimi ni Apostle Jean de Baptista Paluku Moloveria, ama Apotre Jean Baptiste Paluku Moloveria, na mke wangu ni Janete Masika. Na wandugu wamenitunga jina kwamba uko Arbre sa Saison. Nikasema basi ni jina nzuri, acha nipokee, kwa sababu kama niko na Yesu njo Arbre sa Saison. Ni muti usiokuwa na majira, haubadilike ama kubadilika. Yesu yeye ndo habadilika, kwa sababu asiyebadilika yuko ndani mwangu, na mimi natakiwa nisibadilike japokuwa niko mwanadamu. Yesu ni Mungu ndani mwangu, akae ndani mwangu. Asante kwa kunipa jina Arbre sans Saison, ama muti usiokuwa na majira, ama the tree without season. That is my name they gave me. I carry Jesus, who has the name, and they name it to me, and I say thank you. Thank you, thank you. It was a so long time I was denied the name that is not me. That name supposed to be the name of Jesus. Not to me. We can call him the tree without season. He always be on time, all the time. He's unchangeable. Jesus is unchangeable. When I carry the unchangeable, also me, I'll be the unchangeable, because the unchangeable is in me. Kwa sababu asiyebadilika yuko ndani mwangu. Sisi binadamu tunabadilika, lakini asiyebadilika yuko ndani mwangu. Basi ninakukaribisha katika mwezi mpya, mwezi wa mabadiliko ya majira. Mwezi wa mabadiliko ya majira na hali ya hewa. Njoo kwenye hapa Marekani tunatoka wakati wa baridi tunaenda kuingia mjoto. Sasa hii mwezi wa 4 inakuwa katikati. Inakuwa mara na mvua, mara na nini, na joto. Na katika maisha ya kiroho ama katika kibibilia kuna mafundisho makubwa ambao inataka kutufundisha, kwa sababu mvua ambayo inanyesha mwezi wa 4 inatutayarishia maua mwezi wa 5. Haleluya! Pale katika hali ya kimwili ni kweli na niamini, kwa sababu wanaopanda mbegu wanakuwa na matarajio kuona mwezi wa 5 vitu vinachipuka, kwa sababu mwezi wa 4 yenyewe majani yanatoka ndani ya budongo yanachipuka. Ni mwezi ambao ya kuweka imani kwa matendo, kwa sababu anayepanda anakuwa na tumaini kwamba atavuna. Ni mwezi wa kazi, ijapo ni mwezi wa mabadiliko. Lakini hata kama hali ya hewa inabadilika, hata kama majira yanabadilika, hata kama kuna kwa season, Bwana habadilike. Ameshimama katika neno lake na anashimama imara. Lazima ukue na yule ambaye asiyebadilika. Kwa hiyo tunayo kichwa cha somo katika mwezi mzima ambacho tutakachojifunza katika huu mwezi. Na kuna vipengele 5 ambavyo nimeandaa hapa, na naamini ya kwamba vitakuwa baraka kwako. Mimi sitakuwa urefu sana. Nataka tu nikukaribisha katika mwezi wa mabadiliko. Na huu mwezi ni mwezi wa mabadiliko wa majira. Kwa hiyo ni mwezi wa mabadiliko ambao majira
yanatubeba katika safari yetu ya kufikia makusudi ya Mungu. Kwa sababu unapobadilishwa, majira yanapobadilika, kwamba kulikuwa mvua na jua linatoka, inamaanisha kwamba jana uliloana, sasa jua linakuja. Leo umekuwa katika ukavu wa jua, lakini vula linakuja. Hapo baada ya hiyo kuna maua. Mbegu itatoka na itakomaa, itazaa, itaongezeka. Mafanikio ni mwezi wa 5. Bwana asifiwe. Itaongezeka. Kwanza mwezi wa 5 vitu vinaanza kuongezeka. Kwanza mwezi wa 5 zawadi inaanza kuongezeka, karama zinaanza kuongezeka, upako inaanza kuongezeka kwanza mwezi wa 5, lakini vyote katika mwezi wa 4. Bwana asifiwe. Hapo tunakuwaka na ile season kama ngapi? Wanakuwaka na winter, summer, wanakuwa sijui fall, kunawaka vitu vingi sana. Hapa tunatoka mubaridi, tunaenda kuingia mjoto. Hii joto ndio wanaita summer. Wakati wa summer kunakuwaka spring, kunakuwaka winter, kunakuwaka fall na kunakuwa summer. So ziko na season kama 4 vile. Na hiyo wakati wa baridi, wakati wa mwezi wa 12 pale unasikiaka ni wakati ambao tunaenda kuanza snow. Baridi inaanza. Snow unaanza kuona hali ya hewa inabadilika. Nje yote, nyumba na manyumba na watu na vitu vyote, ukatoka nje ni mweupe. Ni mweupe kabisa. Ile hali ya hewa ni mwalimu kwetu. Ndio maana Yesu alisemaka hata majira haiwafunze vitu. Tunajifunza kupitia hali yenye tuko naona, na tunaona jinsi kama hali inabadilika. Elewa kama Mungu anaweza akabadilisha maisha ya mtu. Anakutosha katika jana uliitwa kuwa mtu fulani, lakini kesho watu waliokuona leo kuwa mtu asiyefaa, lakini kesho wakikuta huko mtu wa maana sana. Kwa hiyo mtu akudharau leo, lakini kesho atakuheshimu. Mtu anaweza kudharau leo, lakini kesho atakuheshimu. Kwa hiyo hii mafundisho ama haya mahubiri, iko mahubiri ya kiunabii ambayo inatamkiwa na inatoka sahihi kwa Mungu kwa ajili ya maisha yako. Basi tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ubarikiwe na upewe sifa, tukufu na heshima. Shukrani zikurudilie. Tunakushukuru kwa kumaliza mwezi wa 3. Ulionekana kwetu kuwa Mungu ambaye anafaa. Ulihusika katika maisha yetu na ukashimama kutembea pamoja nasi, ukajiunga na kutushika mkono, haukutuachilia. Tena sasa umetuingiza mwezi mpya ambao ni mwezi wa 4, mwezi huu ambao ni mwezi wa mabadiliko, mwezi wa mabadiliko ya nyakati na majira, mwezi ambao ni wa mvua na joto, mwezi wa mvua na joto, ni mwezi ambao ina mabadiliko. Ninaamini kuna yule ambaye alikuwa mgonjwa, utampa uzima, utampa afya. Naamini kuna yule aliye anakosa, atapata. Naamini yule ambaye alikuwa anakauka mkavu, atanyeshewa mvua ya baraka. Asante kwa yule ambaye alikuwa katika hali ya kibaridi, atawekewa joto ambalo linafaa katika maisha yake. Naamini mwezi huu watu wataona makubwa, makubwa, makubwa. Haleluya. Wewe ni Mungu mwenye neema zote, maana wewe unashimama pale pale. Uko mwaminifu kwa neno lako, uko mwaminifu kwa ahadi zako, uko mwaminifu kwa kile ulichosema. Haubadilike ama hauna kivuli cha kubadilika. Badilika. Simama nasi katika mwezi mzima kwa jina la Yesu. Simama na kanisa, simama na familia, simama na jamaa na marafiki, simama na inji, taifa, kabila, lugha. Katika jina la Yesu ushimame na sisi sote, hata na adui zetu shimama nao. Tupe maisha, maana maisha yetu katika mikono yako. Tupe maisha marefu. Hatutakufa mbele ya wakati. Hatutakufa mbele ya wakati. Tutaeneza namba ama hesabu ya maisha yetu, ya siku zetu hapo chini ya jua, tukikutumikia na kuweza kukupa sifa na utukufu. Maana Bwana, sifa ni zako, utukufu ni wako. Asante kwa uzima ambao umetupa na pumzi ya uhai ambao tuko nayo. Zawadi nzuri kuliko zote ni ile pumzi ya uhai ambao umetupa Bwana. Asante Yesu, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Now,
Nimesema kuamini katika mabadiliko. Njo nataka ujue kukuwa mwaminifu katika mabadiliko ama kuamini katika mabadiliko. Unapaswa kujua kwamba Mungu tu njo habadilikaki, lakini kila mtu anabadilikaka. Kila mtu anabadilika. Hewa ina mabadiliko, anga zina mabadiliko, mambo yote duniani kutosha Mungu. Mungu hana kivuli cha kubadilika. Mungu wetu habadilikake. Lakini mtu ni mtu, anabadilikaka tu. Anaweza kukuambia hiki, kesho anabadilisha hiki, anakuambia hiki, kesho. Na yeye sio yeye, ni kwa sababu ya majira iliyomubadilikia. Wakati mwingine tusihukumu watu, kwa sababu sisi wenyewe pia tuko watu. Leo kinamkuta yeye, amekwambia kitu hakukitimiza, anakuambia kitu hakukitimiza kwa sababu ni binadamu. Kimemkuta kwa nafasi ambapo anapashwa kukubadilika. Anapashwa kubadilisha masemo, anapashwa kubadilisha fikira zake, anapashwa kubadilisha hali yake ya kuwa. Kuna mtu ambao ulimuona jana, ulimuona mwaka jana akiwa kiombaomba sokoni, barabarani, huko na kule. Leo usishangalo kamkuta akiendesha gari. Ndiyo, imewezekana. Sio wale walio na vitu inamaanisha watabaki navyo tu, na hawa sio watabaki hivi milele. Mungu ndio habadilike. Yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Matendo yake yanaendelea. Kama alibariki huyu, na wewe atakubariki. Kama alinua huyu, na wewe atakuinua. Kama alimponya huyu, na wewe atakuponya. Mungu wetu ana tabia za kutokuwa na upendeleo. Anapenda kila mtu. Maandiko namuita Mungu ya wote wenye mwili. Maana yeye ndo Mungu ya wote wenye mwili. Ni Mungu wetu, anashughulika. Na anajua kwamba mwili ni uchungu, na ndio maana alikubali kuvaa mwili, na akakubali kuvaa mwili, na akakubali kuvaa mwili. Na mwili alisema iko dhaifu. Maana unajua mtu mwenye hakupita katika uchungu, hasiki yake uchungu ya wenye weko ndani ya uchungu. Mtu wote mwenye hakupita katika uchungu, katika magumu, hasiki yake uchungu ya watu ambao wako katika uchungu. Ndio maana Bwana Mungu wetu alikuja kuvaa mwili, akapita katika uchungu na mateso ya sisi wenye tunabeba mwili, ili aelewe yale ambao kabisa kwa katika ile matope, yale ambao katika ile mavumbi, yale katika ile mwili, aelewe, asikie, akaelewa kwamba ndani ya mwili muna maumivu. Ndio akasema, pana, hii mwili nitaikufia, hii mwili nitaitundika msalabani, nikisha itundika msalabani nitaibeba kuzimu, ioze iharibike, niwapatie mwili mpya, mwili ya utukufu, niwapatie mwili mpya, mwili ya utukufu ambao iharibike. Bwana asifiwe. Ndio maana Yesu alishatushindia vita. Hata tukaweza kupata maumivu katika mwili inakuwa na mabadiliko. Leo mtu ko mzuri, kesho anagonjwa. Leo mtu ko mzuri, kesho anagonjwa. Leo anaompewa, anapata mafanikio. Mambo mengine wakati mwingine anashuka. Mabadiliko ya ekonomi, mabadiliko ya mapato, mabadiliko ya kazi, mabadiliko ya pesa. Pesa inapanda, inashuka, panda. Elewa, itika, usiitike. Mambo yanabadilika tu. Ulikuwa tajiri, unakuwa maskini. Ulikuwa maskini, unakuwa tajiri. Mulikuwa nyumbani pamoja, unaona mnagawanyika, mwingine anatoweka, ule anaenda, huyu anakuja. Baba, ndugu yangu, mama, kaka, dada, itika na kukubali mabadiliko. Mabadiliko yapo na iko sahihi. Hapa Marekani nimeona majira yakibadilika. Sahihi kipindi tulicho ndani tumemaliza mwezi wa pili, mwezi wa tatu na mwezi wa kwanza, nilikuwa naona majani wakati wa baridi ilikauka yote. Na sasa mwezi wa tatu majani yote ikabadilisha rangi kwenye mti. Yote ye mti yenye unajua kuona iko green ama rangi ya majani, unaikuta yote iko red, rangi ya manjaro, rangi ya damu, inabadilika. Mimi nashimamaka naangalia, anasema Mungu ni mkubwa. Hii miti wakati wa jua inapaswa ikauke, lakini acha nikwambie,
Hapa tena wakati wa jua, hizi miti zote zitakuwa na majani ambao ni majani mazuri ya kumelemeta, zitachipuka wakati wa jua. Wakati huku, wakati wa baridi, snow zimekauka kabisa, zimekauka. Nimejifunza kitu kutoka haya, na nasema wow. Wakati ninaona snow, yani ile mnaita kama barafu, kama niege, wakati naona snow, mwingine mzima iko mweupe, lakini ukienda nje kanyanga mule ile baridi, wewe utabakia tata dakika 10 kweli? Hapana. Baridi inashindia na freezer. Bwana sifiwe. Kwa hiyo majira hivi, na ikiwa jua ni jua kweli, joto lenyewe, ikiwa jua ni jua kweli, so mambo yanabadilika. Mabadiliko ya majira na mabadiliko ya hali ya hewa ni yale ambayo Kristo alikuwa anaambia, aseme nyinyi mnajua kutambua mabadiliko ya hewa, lakini mnashindwa kutambua kuja kwa mwana wa watu. Mnashindwa kutambua kwamba hiki ni kibaya, mnashindwa kutambua kwamba hawezi kufanya hivi. Ndio Yesu alikuwa anawaita hypocrite. Kuko hypocrite wengi sana ambao wamejifanya kujua vitu na hawajui vitu. Bwana sifiwe. Wanajua tu hali ya hewa inabadilika, haiwafundishi kitu. Na mimi nataka usikue hypocrite wakati ambapo tuko natembea katika uongozi na mafundisho ambao Roho Mtakatifu iko natufunulia siku zote. Kwa hiyo ndani ya kitabu cha Mezali sura ya 3 mstari wake wa kwanza, maandiko nasema hivi. Hii ni misingi ya kibiblia katika mambo haya ya mabadiliko. Hata hali ya hewa hapa kwetu inatabiriwa. Wanawaambia kesho mvula itanyesha, na mkiangalia mnacheke kwenye ile mawinda hapo, unakutanisha mvula zitanyesha. Huku zamani tulikuwa nasikia wanatabiria, anawaambia na demain la pluie va tomber, na mnamkamata ule mtu mnasema iko prophet. No, hii iko vitu wanaangalia kwenye internet. Demain la pluie va tomber, je dis comme un prophète. No, iko vitu yani teknolojia. Bwana ameleta, Mungu ameleta akili ametia duniani. Akamwanga akili kwa kila kitu, kwa kila kiumbe. Akamwanga akili kwa binadamu. Nguvu za akili ziko duniani. Atakaye kosa kujua ndo mwenye ataweza kupoteza hii muda. Usipojijua utapoteza muda. Kuna nguvu za akili hapa. Watu wanafanya utafiti, watu wanafanya vitu. Sio kila kitu ni unabii. Hapana, sio kila kitu ni unabii. Bwana sifiwe. Hali ya hewa inabadilika tu. Bwana ameshafanya ibadilike, na badilika. Mvua, jua, nini binakuja. Bwana sifiwe, binakuja. Kwa hiyo ndani ya kitabu ambacho ni kitabu cha Mhubiri, yani Proverbe, chapitre 3 verset 1, maandiko nasema hivi: kuna wakati kwa kila jambo. There is a time in everything. Kuna wakati kwa kila jambo. Kama kuna date magonjwa yako ilianja, manake magonjwa yako iko na date ya expiration, iko na date ya kuexpire. Kama kuko vitu mnaona machakula kwenye mafriji, makarton mnazoa kwenye sokoni, banaandika date yake ya kuanja na expiration date. Na ndio maana nakwambia magumu yako hayatadumu milele. Ndani ya kitabu maandiko nasema kuna wakati kwa kila jambo. Sisi tunaishi ndani ya wakati, lakini Mungu haishi ndani ya wakati, lakini anatenda kwa wakati. Bwana sifiwe. Sisi ndio tunaishi ndani ya wakati, Mungu yeye haishi ndani ya wakati. Maana yeye iko juu ya yote, maana yeye ndo alileta ile wakati. Yeye ndo aliumba saa. Bwana sifiwe. Yeye ndo alianzaka saa ku 1 2 3 mpaka saa 12. Na sasa sisi ndio tunaishi ndani ya hizo saa. Mungu haishi ndani ya saa, yeye iko juu ya saa. Maana yeye ndo alifanya saa iwe saa. Bwana sifiwe. So kuna wakati kwa kila jambo. Wewe ulikuwa na mateso, wewe ulikuwa na uchungu, wewe ulikuwa na huzuni. Kongo uko na huzuni leo, lakini kesho yako maua inaenda kuchipuka. Kesho yako unaenda kupata amani. Kuna wakati kwa kila jambo. Wakati wa vita inaenda kuisha, wakati wa kulia inaenda kuenda,
wakati wa mateso nakimbia, wakati wa kulala usingizi inaisha, wakati wa ukosefu inaisha, wakati wa magonjwa imeisha, wakati wa kufungwa, wakati wa kufukuzwa, wakati wa kukataliwa, wakati wa kurudishwa imeisha kwa jina la Yesu Kristo. Kuna wakati kwa kila jambo na majira kwa kila shughuli chini ya mbinguni. Mbinguni kule hakuna nyakati na majira, kwenye Mungu iko. Lakini hapa chini ya mbinguni kwenye tuko, vitu lazima vibadilike. Vitu lazima vifanye nini? Vibadilike. Lakini nini? Soma sasa na kitabu cha Waebrania. Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Waebrania sura ya 13 mstari wa 8. Yesu njoo habadilike. Yesu abadilike. Asiyebadilika ni yeye njoo anaweza kubadilisha yale ambayo yamekwama katika maisha yako. Nataka kuambia ndugu, dada, kaka na baba na mama, magonjwa hayatadumu milele katika mwili wako. Mauti hayatadumu mfamilia yako. Laana haitadumu. Hakuna kitu kinachodumu hapa chini ya mbingu. Hakuna kitu kitakachodumu. Yesu njo anadumu na anabaki katika mshimamo wake. Yeye akisema nakupenda, amekupenda. Yeye hawezi kudivorce. Batu wako na divorce mtu na mwenzake na kusema maana upendo ya binadamu ni bongo. Maana mtu mwingine akikukosea umeshindwa kumsamehe na unafanya divorce. So the love of human being is lie. Because you can say, I love you, I will never leave you. But if someone wrong you, you can leave them. You can leave he or her. You leave, say, I broken up. I broke. So the love of human being is lie. Kama mtu anakuprotege kule, anakupropose kule, ako nasema kwanza kwa sababu ni binadamu, usimwamini 100%. Amini Mungu 100% katika 100%. Uamini Mungu kwa sababu yeye habadilike. Mwanadamu tu anabadilika. Kama unaweza kupatia aliyekupenda na sana nakupenda, ukimpatie sehemu 100, umpatie 20, umpatie 30%, mupatie 40% ya kumwamini. Lakini hii 60% bakia naye. Bakia naye, mpe 40% ya kumwamini, kwa sababu ni mtu anaweza kubadilika. Haujawahi mtu akwambia wakati banatulapisha kilapo kule, banatulapisha kilapo wakati mnafanya harusi, wanasema ni kufa ndio itafanya nini? Itatutenganisha. Eske leo benye biko natengana ni kufa ndio kuna batenganisha? Haiko kufa, ni tamaa zao zinawatenganisha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Umaskini, ukosefu haitadumu milele. Kila kitu kinabadilika. Mungu ni Mungu na mtu ni mtu. Mungu habadiliki, wanadamu wanabadilika. Vitu vinabadilika, mambo yanabadilika na maisha yanabadilikaka. Na mtu Mungu anamuinuaka, anamtosha kumavumbi. Ule mwenye hakusoma anatumikisha basomi. Ule mwenye hana. Kuko mtu mmoja nilifuata video yake akasema, mimi diplome yangu haya niuziaka gari, diplome yangu haya nitafutiaka kazi, niko na diplome mesina kazi, niko na kila kitu, lakini kitu kenye kilinisaidia nilienda kufanya kitu fulani, hakihitaji masomo. Na njoo leo kenye kinanifanya niishi leo. Kwa hiyo akaregrete siku zenye alipoteza katika ile. Nikasema huyu mtu ni yeye njoo ni kwake njoo kilibadilikia kwake. Kila mtu iko na wakati kitu kinachobadilika kwake. Usome usiposoma, na siwezi nikakushawishi usisome. Hapana, tafuta masomo, endelea kusoma, maana ujui ya kesho, maana kila kitu kinabadilikaka. Kuko mtu mwenyewe unaweza muona iko rais leo, lakini kesho hata kuwa wanakuja wanakuchagua wewe ambao uko na ile akili ya kuweza kuongoza taifa. Kwa hiyo usikose kusoma, kwa sababu masomo naye ina sehemu yake, ina discipline yake. Na ndio maana usikose kufuata mashauri, usikose kusoma Biblia, usikose kujifunza, usikose. Kila kitu kina discipline yake katika maisha. Maana maandiko yanasema kila kitu kina wakati wake. Kuna wakati wa kusoma,
kuna wakati wa kuikaa kwenye kiti, maana wakati kuna soma huko unakaa kwenye kiti, pia kuna wakati wa kutumia ile masomo kwa kuweza kufanya kazi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu ni yule yule jana, leo na hata milele. Yesu alikuwaka na leo iko na kesho ataendelea kukua, hajawahi badilika. Hajawahi badilika. Kwa hiyo hatuangalie mambo yanayoonekana ama mambo yanayoonekana, hatuangalie mambo yanayoonekana, mambo unaona leo njoo unaangalia unatia kutumaini lako, ile mambo itakudesevoir, bali yale yasiyoonekana, kwa maana yale yanayoonekana ni ya muda mfupi tu, lakini yale yasiyoonekana ni ya milele. Asiyoonekana ni nani? Ni Yesu Kristo. Na ana mambo aliyeumba yanaonekana na sionekana. Yasiyoonekana ni yale yanayodumu. Uzima nyoko nayo haionekane, iko ndani mwako. Umilele yenye uko nayo haionekane, iko ndani mwako, inadumu. Kwa hiyo bakia na Kristo tu. Tunaangalia mambo ya juu, hapana mambo ya chini. Ndani ya kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 18, ukitaka kusoma utaendelesha, najua Roho Mtakatifu anaweza kukufunulia mengine. Hoja muhimu za ujumbe huu ni kusema kifunguo kia hii ujumbe ambao tuko ndani, ama mapoints ziko 5 ambazo ni za hii ujumbe. Nitazisoma, lakini matafsiri utayasikia baadaye hata kwa wengine watumishi wa Mungu, na Mungu wetu akubariki mahali pale unaponifuata. Mimi ni Apostle Jean de Baptista Paluku Moloveria na mke wangu Janete Masika, na Mungu awabariki. Mabadiliko ya asili yanatubeba katika safari ya maisha yetu, ama mabadiliko ya asili, mabadiliko ya hali fulani ama hali ya hewa, hali yoyote ile inatubeba katika safari ya maisha, ina reflecte voyage yetu. Mwezi wa 4 inaonesha kikamilifu mada hii, inatuonesha kikamilifu mada hii ambayo tuko ndani. Wakati wa baridi inapopisha majira ya machipuko, mara nyingine ikiwa na mifumo isiyo tabirika ya hali ya hewa, kama vile mwezi huu wa 4 inaweza kuleta jua au mvua. Ndani ya maisha pia huleta furaha na changamoto fulani fulani. Kwa hiyo mabadiliko yana hali ya hewa yanatuhakikishia, ama hali zinazobadilika, inatuonesha hali zinazobadilika tunazokabiliana nazo katika siku za leo. Kwa hiyo ni kama vile jua linakuja na mvua. Kuna wakati wa changamoto na kuna wakati wa raha. Huko wakati mwingine unajikuta mwezi ile ukabisa kuna amani. Kuna wakati mwingine unafika wakati kuna changamoto ziko katika njia maishani mwako. Nukta ya pili ama kifungo cha pili, Mungu hubaki thabiti katika majira yote. Mkila sezo zote, sezo zinaweza kubadilika, Mungu anabakiaka mwaminifu katika kila kitu. Kipawa chema, kila kipawa chema na kila zawadi kamilifu hutoka juu. Kila kipawa njema na kila zawadi kamilifu inatoka wapi? Mbinguni, ikishuka kutoka kwa Baba wa mianga, ambaye hana mabadiliko wala kivuli cha kubadilika. Hapo ukisoma ndani kitabu cha Yakobo sura 1 mstari 17 ndio utapata mambo haya. Wakati majira na hali ya hewa inabadilika, tabia ya Mungu inabaki imara.
wakati vitu vinabadilika, hali ya hewa inabadilika, majira yanabadilika, mambo yanabadilika, karakteri ya Mungu inabakia iko imara. Yeye ni mwaminifu, il resterait toujours fidèle, na atabakia mwaminifu siku zote. Upendo wake, uaminifu na uwepo na mambo ya kudumu tunayoweza kujiimarisha kwayo. Upendo wa Mungu na fidelite yake, amuru ya Mungu, fidelite yake na presence yake Mungu, na ni mambo ya kudumu yenye sisi wenyewe tunapaswa kujibaze kwa yale ambao yanadumu ya Mungu. Hawezi kuambatana na watu ambao kesho na leo na kesho watatoweka. Ambatana na Mungu ambaye ni wa milele. Kwa hiyo usiambatane na nabii. Ukimbatana na nabii, nabii ni mwanadamu na mwanadamu ataenda, sababu wengi wanaambatana na manabii kuliko kuambatana na Yesu Kristo. Mimi sikie kuletea habari za kuambatana na nabii, ambatana na Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Nukta yake ya 3, majira yanatimiza makusudi ya kimbingu ama ya kimungu. Yani wakati majira zinabadilika, hali ya hewa inabadilika, inatimiza plan ama pango ya destine. Majira ni kusema yale yanayokuja, yanabadilika. Hewa majira yanatujia kenye kinakuja kwetu. Yale ambayo tumeface yanakuja, yanatokea kwetu. Majira yanatokea kwetu, inakutimizia makusudi ya kimbingu ama ya kimungu. Inatimiza maplan divine ndani ya maisha yetu, maana ni mipango ya Mungu. Na pale ndio unapaswa kuona plan de Dieu ndani ya vitu ambao kunapitia ndani. Amini kwamba huu ilikuwa ni mpango wa Mungu. Kadiri dunia inaendelea kuwepo, majira ya kupanda na kuvuna, baridi na joto, kiangazi na mashika, mchana na usiku, hazitakoma, zitaendelea kukua na badilika. Na kitabu kia Mwanzo sura ya 10 na sura ya 8 mstari wa 12 ndio inazungumza vile. Ni kusema vile hata dunia gisi inaendelea kukua hapa, mambo yataendelea tukuvu kukua vile. Jua itakuya, usiku itakuya, mchana inakuya, mvua itanyesha, wanapanda, wanavuna, vilimo vitaendelea kukua, maragi mtaendelea kupanda. Ni kusema huyu mwenye hakupanda hakuvuna leo, kesho akipanda pia atavuna. Yule mwenye hakukuwa na kitu kwa hiyo usidharau mtu. Sisi wote tunabadilika. Unaweza kuwa na pesa kabisa, unakuwa na pesa na mali za ajabu sana, lakini wakati nafika majira yako ya kugonjwa, ukienda hospital, pesa itakusaidia. Inaweza kulipia dawa na kulipia kyote, lakini haiwezi kupa afya. Pesa yako haitakupa afya. Pesa yako haitakupa na apeti ya kukula chakula, haitakupa. Anayekupa apeti ni ule asiyebadilika, Mungu wetu wa mbinguni. Bwana asifiwe. Kwa hiyo usidharau mtu, maana hujue kesho yake. Kesho yake katika mikono ya Mungu. Kesho yake katika mikono ya Mungu. Unaweza kulala maskini, kesho asubuhi unalamuka tajiri, binawezekanaka. Lazima uamini majira. Lazima uamini majira. Kila majira ikijumuisha yale magumu yana lengo katika maendeleo yetu ya kiroho. Magumu zetu tunapitia kandani zinakuwaka ziko na malengo ndani ya maisha yetu ya kiroho. Mtu mmoja, naanza ni mtumishi wa Mungu, Pastor Julie, aliposte nani yake, niliona kwenye mtandao yake, yani kwenye stati, niliona anatia Kristo ile miba walimuvika, ile taji ya miba walimuvika. Yesu akasema usijidanganye. Hauwezi kupata taji la utukufu kama haujavala taji la miba.
Lazima uvale taji la miba ili upate taji la utukufu. Wengi wanataka wapate taji la utukufu, wanatambuka taji la miba, na mwishowe wakivaa taji la utukufu, kesho watarudi wavae taji la miba, na kisha hapo wanaacha imani, wanavunjika moyo. Sikujua kama mateso ipo, mimi nilikuwa tajiri, nilikuwa na vyote, baba. Hapana, mbele ufike kule, maandiko nasema kushuka inatangulia kuinuliwa. Wewe unataka ukue kwanja juu, alafu utashuka. Kesho utakaposhuka utakuwa kama imbwa, utakuwa mpumbavu wa kweli na kushinda wapumbavu wenye ulikuwa na dharau. Utakuwa maskini kuliko maskini. Hali yako itakuwa mbaya kuliko hali ya kwanza. Ndio maana maandiko nasema kushuka inatangulia kuinuliwa. Lazima uanze kushuka. Unyenyekevu ni zawadi ambao Bwana ametuachia. Kristo alikuja kufundisha unyenyekevu. Hakuna Mkristo ambaye atakayesema ni Mkristo kama maisha yake hajue kujishusha. Kujishusha iko kuongea polepole. Kujishusha ni kunyenyekea, kutii kila mtu, kumpenda, kumpa kila mtu heshima zake, hakuwe mdogo hakuwe mkubwa, kumpa nafasi yake na kumheshimu Mungu zaidi. Mtu akikusikia anasikia unyenyekevu uko ndani mwako. Hapana kujihesabia nafasi ambayo uko ndani, na hata kama uko katika ile nafasi hapana kuiona saa kitu. Maana Bwana yeye peke mwenyewe, Mungu wetu, alipokuja hapo duniani hakujiona yeye kama Mungu, lakini alijifanya kama mtumwa, na pia akashuka mpaka na kutii hadi kufa, na kufa ya msalaba. Maana ilikuwa imeandikwa zamani katika vitabu vya Torati kwamba akitunikwa mtu katika msalaba amelaaniwa. Yani akilaaniwa, mpaka kulaaniwa kule, hakuchagua kubarikiwa, alichagua laana ili wewe na mimi tupate kubarikiwa. Maana ile laana tulichaguaka zamani, tulifikiria vitu vitakuwa vyepesi, kumbe tunaenda kujibebea laana kubwa sana. Mungu alituletea baraka mbele, anatia njia mbili mbele yetu, baraka na uzima. Lakini mwanadamu anachagua, alitupatia uzima na baraka, na akaleta mauti pamoja na dhambi. Lakini mwanadamu anachagua dhambi, kumwasi Mungu ili apate mauti, kuliko kuchagua kusikia neno la Bwana, kutii na kupata uzima na kuendelea kudumu ndani ya amani. Na watu wengi leo wamechagua dhambi, wamechagua mauti. Unapochagua dhambi unachagua mauti, na dhambi ni kuasi sheria. Bwana sifiwe. Basi Mungu akubariki sana. Kitengo ambao ni kitengo hiki kia 4 kiko hapa, lakini kabla sija kuambia kitengo kia 4, malengo, nitakuletea malengo kila majira, ikijumuisha yale magumu yana lengo katika maendeleo yetu ya kiroho. Mvua ya mwezi wa 4 huwezesha maua ya mwezi wa ngapi? Wa 5. Magumu yenye unapita hapo mwezi wa kwanza inakuwa mumbari ya kukuingiza mubaraka za mwezi wa pili. Na kama zile baraka ukitembea katika unyenyekevu, ka challenge utakaopata pale mbele kana kubeba katika baraka za mwezi wa 3. Na ile joto ya mwezi wa 3 ama baridi ya mwezi wa 3 na mvua mwezi wa 3 itakuingiza mwezi wa mabadiliko. Na huu mwezi wa mabadiliko itakuweza kukuletea mvua, itakuletea joto, lakini hayo yote yanaonesha kwamba maisha yetu iko na milima na mabonde. Hauwezi ukawa na kiburi, maana kesho joto inaweza kawaka, kesho mvua inaweza kanyesha. Ndio katika maisha ya mtu unatembea na haya yote, lakini yanatuhimiza kwa safari yetu ya kwenda mbinguni. Maana hii inanyeshesha mvua mwezi wa 4, inatayarisha mavuno mwezi wa 5 hadi mwezi wa 6 kuendelea. Bwana asifiwe. So magumu yako ni mumbari ya kuingia katika baraka zinazokuja. Yafaa kuvumilia na kuelewa. Bwana asifiwe. Tambua kile kinachobaki thabiti.
Tambua kinachobaki thabiti maishani mwako wakati mazingira yanabadilika. Nini ndio nabaki yaka? Hasta kwa chaka mpaka. Lakini nafika wakati umeachwa na Mungu anabakia pale na wewe. Fanya mazoezi ya kumshukuru Mungu kwa kila kitu na kumsifu. Endelea kufanya mazoezi kwa namshukuru Mungu kwa kila kitu. Kisifu kisichobadilika. Mungu ndio mwenye iko pale kwa wakati wote. Habadilike. Kutokuwa na uhakika. Hakika unahitaji kutosha ile utokuwa na uhakika. Yeye Bwana wetu Mungu habadiliki. Yuko pale. Pale Mungu yupo, anakupenda, upendo wake unaendelea. Wewe unamkatala, unavunja sheria, anakuambia nakupenda. Unakatala kumwabudu, anakuambia nakupenda. Bwana anakupenda jinsi ulivyo na jinsi ulivyo. Mungu anabaki pale katika ule upendo. Upendo wake unadumu milele hata milele. Tafuta malengo na fursa za kukua katika majira yako ya sasa. Angalia maobjectif ndani ya masituation zenye uko unapitia ndani. Ile marevenus ziko nakuya maisha yako. Ile majira iko nakuya. Hii mambo ambayo yanakubadilikia, angalia lengo yake ni nini. Tambua, yatambue, na ukuyatambua vema ni kuweza kumtafuta Yesu Kristo ili apate kukufasiria vema yale ambao uko unayapitia. Tafuta Yesu Kristo akufasirie vema yale uko unapitia. Na kumpata Yesu ni kuingia katika neno la Bwana. Ndani ya neno la Bwana mko mapromise. Ndani ya neno la Bwana mko ufunuo. Huko maneno inaongelewa tayari, ishaongelewa kwa ajili ya maisha yetu. Kutamka mafanikio, kutamka positive not negative. Tamka mazuri kwa ajili ya maisha yako, familia yako, jamaa yako, kabila yako na kabila za wengine na inji yako na mataifa. Tamka tu mazuri. Ile siku utaelewa kama Mungu ameweka power ama uweza ndani ya kinywa chako. Maandiko nasema nimeweka mkinywa chako nguvu. Tulipata kila kitu kyote Bwana iko nakyo, lakini sisi tumepewa uwezo ndani ya kinywa chetu ya kutamka neno na linaumbika. Tukitamka kitu katika maisha yetu, tuko kama tunatabiri. Yaani unaweza kutabiri kesho yake. Wakati mwingine nilifundisha unatambua kesho ya mtu kulingana na yale ambao anatamka kutoka katika kinywa chake. Mtu mwenye atafanikiwaka maisha yake yote, mtu mwenye atakuwa na destiny, unamtambuaka maneno, unamtambuaka maneno yake, unamtambuaka yale ambayo iko na confesse. I discover your destiny according to what you confess. Then I know that this person have a destiny to fulfill. Yes, that's how we discover someone who has a destiny. A greater destiny. Because there is a destiny which is destiny, just destiny. But there is a greater destiny. So we know and discover a person who have a greater destiny according to what he confess or she confess. So confession must be positive. Don't just confess. Confess by prophecy. When you prophesy things, by declaring things, usiweze kusema sema tu. Tunatambua mtu mwenye iko na majira mazuri na malengo na makusudi mazuri kesho ya kufikia majira yake mazuri wakati anapoongea. Yale anapotamka katika kinywa chake. Maana maandiko nasema kwa wingi wa moyo kujaa husukuma kinywa kuongea. Kwa hivyo vinavyotoka katika roho yako ndio viko ndani, vinatoka katika kinywa chako, vinatoka ndani ya roho. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunatambua mtu mweko na destiny nzuri kubwa kwa yale ambayo anaongea. Hata iko katika mateso, maneno yako naongea inavaa mwili. Akiongea mimi niko hivi, siko hivi, niko hivi, nitakuwa hivi, yale unatamka ndio itakupata. Bwana asifiwe.
Muna nguvu ndani ya maneno. Usiongeongee tu. Majira yako ya sasa inakufundisha nini? Wasaidie wengine wanaopitia mabadiliko na zoruba zao. Wako wanapitia zoruba, ikimbeba huku anaenda kule, ikimbeba kule na anaenda kule, ikimrudisha huku. Saidia wengine pia. Ndio maana niko hapa leo kwa kukusaidia. Usikumbwe na zoruba yoyote. Bakia imara ukimwamini Yesu Kristo. Maandiko nasema kwamba kitu moja kenye kinampendeza Bwana ni kila mwanakuja kwake akiamini kwamba Mungu yupo. Na kuko rais mmoja katika huku nchi yetu ya Kiafrika, alikuwa rais wa nchi ya Tanzania. Huyu alikuwa rais anaitwa Magufuli. Mpaka neno lake la mwisho alikuwa anasema tumainia Mungu. Mungu yupo. Mungu yupo. Alikuwa rais exceptional. Naweza kumuita alikuwa mrais mwenye iko kitofauti. Alikuwa special. Hakukuwa kama wengine. Kila mtu Mungu anamuumba kivyake namna yake. Huyu rais Magufuli, Pombe Magufuli, alikuwa anaongea kwamba tumtegemee Mungu. Unaona kiongozi kama huyo? Mungu yupo, na Mungu anapenda watu kama na hawa. Anayejua kwamba Mungu yupo ndio siri. Ukajua kwamba Mungu yuko tu, unamfurahisha Mungu. Na wakati unapomfurahisha Bwana, Bwana atakupa kyote kenye unataka. Maana ni baba yako. Ukijua kama ana existe. Maandiko nasema na anawapa zawabu wale wanaomtafuta. Yaani watu wanamtafuta, anawanapatia. Yeye hajawahi kunyima mtu kitu. Lazima usikie na ujifunze namna gani unaweza kumwambia kitu ili achikupatie. Now, hapa nukta ya 5 yana kifunguo cha 5, kuna maswali. Maswali ya kuweza kutafakari. Na mimi nitakuuliza maswali yale ili kwamba uweze kujijibu mwenyewe. Uweze kujijibu mwenyewe na uweze kujibu maisha yako. Jibu yenye mambo yanakupitia. Maswali ya kutafakari. Ni majira gani unayoyapitia sasa katika maisha yako? Wewe ndio unajua. Au ni magonjwa? Ambia Bwana asiyebadilika ashimame. Ni vipi mabadiliko ya hapo awali yameimarisha imani yako? Magumu uliyopita ndani jana, je, imekupa imani moja hivi? Kuna jambo ambalo umejifunza katika yale, kwa sababu sometimes we learn from our problems. We learn from our mistakes. We learn from what we passing through. Tunajifunza kupita vitu tuko napitia ndani. Hakuna kitu kinakuja isipokuwa mwalimu. Mambo ya ambao yako katika maisha yetu yanatufunza kukua watu fulani kesho. Mateso ya Yesu ilitufunza kwamba Kristo amekuja kutukufia sisi na alikuja kuturudishia uzima. Hakukuja tu kuteseka kwa bure, lakini alikuja kutuwini. Imekufunja nini? Unapata wapi utulivu wakati kila kitu kinaonekana kubadilika? Where are you getting rest or peace when everything is changed? Ulikuwa president, bana kutosha kukiti, inji yako inakamatwa huko na kule. Unapata wapi utulivu? Ndani ya Yesu. Mwenye anajua kila kitu habadilikake, yeye iko unchangeable. Ndani ya Yesu. Yaani kuna kitu kikabadilika katika maisha yako, mambo fulani za kubadilika, mtu fulani anaondoka, mambo fulani natoka katika maisha yako. Kuna watu, usikaze mtu kukupenda. Tafuta Kristo ambaye alishakupenda zamani kabla msingi ya ulimwengu haijawekwa. Umtafute, ana upendo ambao uko full time. Uko available. Upendo wa Yesu uko full time, uko available, haiko part time, iko full time love. It's not a part time love. Maana watu wengine uko na part time love. A part time love.
Upendo wa Yesu iko full time, available all time. Iko saa yote, iko pale. Je, nizamu zipi za kiroho zenye umekamata? Nizamu zipi za kiroho zinazokusaidia kubaki imara wakati wa mabadiliko ya maisha? Unazamu gani? Kama maisha yako ilikuwa maskini unakuwa tajiri, je, lazima uwe na zamu. Prière, humilité, parole de Dieu. Ulikuwa maskini, unaanza kwa sababu kikuwa tajiri, wakati mwingine utakuwa na kiburi na dharau, unakosa kujua kwenye ulitoka. Umefika Ulaya, unakosa kujua kama pia na wewe ulitesekaka. Unakosa kujua kama na wewe ulikuwa mateso. Unakosa kujua kama na wewe ulikuwa nafasi fulani. Umekosa kujua hata kama Mungu amekuweka kwa nafasi fulani, kumbuka wapo ulipotoka. Utakapoangalia magumu uliyopita ndani, utakumbuka wale ambao wanateseka pia. Kumbuka. Faida gani uwe na mali ama pesa na hakuna mtu mwanasema merci, ubarikiwe? Ile ni pesa, mali bila sifa. Lazima uwe na watu ambao wanasema asante kwa kile kitu ulichofanya katika maisha yetu. Zamu gani yenye unashimamia? Ni kutoa, ama ni kuomba, ama ni kuombea, ama unajilinda na Mungu? Umeshimama wapi? So, mafundisho haya ama mada hii inawasiliana kwa nguvu katika huu mwezi wa 4, kwani mabadiliko yanayoonekana katika asili hutoa ukumbusho unaoonekana wa jinsi Mungu anavyofanya kazi kupitia mabadiliko ya maisha yasiyoepukika. Huko vitu vingine vyenye hawezi kuvieshape, lakini Mungu mwenye anashimama imara, le Dieu fidèle est toujours là pour nous sauver kutoka kila circonstance yenye tunapitia. Atatusaidia. Mungu iko pale hata kama mambo yasio hawezi kuepuka. Kuko mambo mengine ambao hatuwezi kuiepuka. Ishatokea, imetokea. Tukubali. Kubali mambo ambayo yanakutokea kila mara, lakini uko natazamia Mungu kwamba Bwana yupo. Haiko vile ndo aliniumba nitabakia, alinitakia niwe na amani na nimsifu siku zote. Basi Mungu abariki hili neno kwangu mimi na wewe, na kutendee mema siku zote. Mimi ni Apostle Jean Baptista Paluku Moloveria na mke wangu Janet Masika. Kama nilivyokuambia, kuna wengine wa ndugu ambao wameniita l'arbre sa saison. Mimi nasema basi kama Yesu ambaye ni mti usio kuwa na majira iko ndani mwangu, basi niko Mkristo pia. Basi Mungu tubariki na bariki neno hili kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Baba, katika jina la Yesu nakabidhi mwezi wa 4 tena mkononi mwako na wandugu wote katika mwezi wa 4. Wakati mambo iko nabadilika, majira nini, Baba, kuna hali zingine ambazo hatutazifurahia, hali zingine tunazifurahia. Utupatie mshimamo na tupatie zamu ambao utashimama ndani kama Habakuki, kuendelea kutarajia, kungojea kuona mkono wa Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Mungu akubariki na akutendee mema.